Naam, Vladimir Putin ni baba mtakatifu wa vita huyu ambaye ni mtata kweli kweli hapo ukanda wa Ulaya Mashariki, jasusi wa zamani wa KGB Ulaya Mashariki, ameendelea kuiponda ponda Ukraine, na mpaka sasa tunaweza kusema kuwa vita vimefika mlangoni kwa Zelensky, kwa sababu usiku wa kuamkia leo mwanaume amefurumisha makombora 537, drones zikiwa kama 400 na hivi, alafu kulikuwa na makombora mengine ambayo ni decoys. Hizi decoy ni kwa ajili ya kuidanganya mifumo ya ulinzi, alafu mifumo ya ulinzi wakati iko bize kupambana na haya ambayo sio makombora ya kweli, alafu baadaye makombora ya kweli yenyewe ndio yanakuja, kwa sababu ndio mbinu za kivita namna zilivyo. Na usisahau Vladimir Putin anafanya hivi ni baada ya Volodymyr Zelensky, mnakumbuka ile operation yake ya Spider Web ambayo aliamua kushambulia ndege za Urusi ndani ya maeneo 5 ndani ya Urusi kwa kutumia drones, ambazo ni operation wameifanya karibia mwaka na nusu, maana ndivyo alivyoongea yeye. Jaribu kuimagine, yani hiyo operation moja hiyo wamechukua mwaka na nusu kuifanya, na watu wa magharibi ndivyo wanafanyaga hivyo, yani wachukua muda mrefu kuanza kuandaa hayo mambo yao na vitu vyao. Kwa hiyo matokeo yake yakawa yako hivyo. Kwa hiyo kama mnavyokumbuka kuwa sasa Ujerumani ikabidi wampe mifumo ya ulinzi Volodymyr Zelensky, kwa sababu walikuwa wanajua ni nini kinachokuja kufuata baada ya ukorofi ambao walikuwa wameufanya kushambulia maeneo ndani ya Urusi. Na dunia ikabaki inajiuliza, imewezekanaje leo Zelensky kuingia ndani ya Urusi na kushambulia, kupiga ndege ndani ya Urusi? Inawezekanaje? Lakini iliwezekana ni kwa sababu ya ndani ya Urusi mwenyewe, kwa sababu kuna wasaliti mle ndani, na wasaliti hawa ndio hawa ambao wameendelea kukamatwa. Ni kama Irani sasa, unaona mpaka Marekani ilikuwa inalalamika kuwa Irani wanachokifanya hawafanyi sawa, kwa sababu mpaka sasa wamekamata wasaliti ndani ya Irani watu 700. Watu 700 walikuwa wanashirikiana na serikali ya Israeli. Kwa hiyo ni the same ukiangalia huko upande wa Urusi, na kwenyewe pia vile vile, kwa sababu ya hawa watu ambao ni wasaliti dhidi ya serikali yao, wanahujumu serikali yao, ndio maana Zelensky akaweza kuingia mpaka ndani ya Urusi na kwenda kufanya uharibifu alioufanya, kulipua mifumo ya ulinzi ya S-400, mifumo bora kabisa ya ulinzi. Na hii ni kwa sababu kama nilivyokuambia, kwa sababu hizi ni drones, na hii mifumo ya ulinzi yenyewe imetengenezwa kuintercept kitu kikubwa na ambacho kinakuja speed. Sasa hivi drones vinaenda kwenye low altitude, kwa kikienda manake kitaenda kusababisha na kuleta uharibifu, na ndege pia kama 42 ndege za kivita za Mrusi. Kwa hiyo Volodymyr Zelensky akawa amefanya hivyo, na amefanya ujinga wa namna hiyo, ambapo sasa kulikuwa na mazungumzo yaliyokuwa yanaendelea na huko Istanbul, Uturuki, ambapo mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraine, na wawakilishi hawa, mmoja kutoka Urusi, wajumbe kutoka Urusi na wajumbe kutoka Ukraine, wakutane ndani ya Istanbul, Uturuki, wajadiliane kuhusiana na kumaliza vita. Zelensky ndio operation yake akawa ameiongea hivyo, akasema anataka Putin ajisikie na kaaje, lakini pia hii itamlazimisha kwa haraka aingie kwenye mazungumzo. Ila matokeo yake ni kuwa akawa ametibua mzinga wa nyuki. Ukraine inapigwa vibaya mno, na mpaka hivi ninavyokuambia sasa, tabana nakuambia makombora aliyoyavurumisha Urusi ni 537, zikiwemo na drones humo ndani ambazo zimeshambulia vibaya mno maeneo karibia na Kiev. Mama nakwambia hivi vita vimesogea hapo mlangoni kabisa kwa Zelensky, karibia na Kiev. Amefurumusha makombora ya nguvu kweli kweli, na alisema tulikuwa tuna lemba tukijua Zelensky anachokiongea anamaanisha, lakini matokeo yake tumekuja kugundua kuwa Zelensky anachokiongea ni kitu cha uongo. Kwa hiyo hatutamfumbia macho. Ndio haya sasa ambayo yanatokea, maana ni usiku wa kuamkia leo huyu Putin ameiponda ponda hiyo Ukraine,
na Ukraine haina nini tena. Ndio maana unaona huu mgogoro uliokuwa umetokea kati ya Marekani na Irani, ndio maana unaona Trump ameukimbiza haraka haraka kumaliza, kwa sababu kwanza amekutana na muziki wa Wajemi sio wa kitoto. Licha ya muziki wa Wajemi sio wa kitoto, na Marekani akifikaga mahali amekwama, anayemtegemeaga ni NATO. Sasa kumbuka, wakati huo NATO ndio hii miaka yote mitatu hii NATO wamekuwa wakipigana pale Ukraine, na Putin amewapukuchua vibaya mno. Vladimir Putin amewapukuchua vibaya mno. Kwa wangeamua tena wajiingize tena kwenye mgogoro huu tena na Irani, matokeo yake mataifa ya Ulaya, ndio kile tulisema hapa, uchumi ulikuwa unaenda kuporomoka vibaya mno. Ndugu zangu, uchumi ulikuwa unaenda kuporomoka vibaya mno. Kwa hiyo hili nafikiri walilisoma, wakasomea mchezo, wakaona hebu ngoja tuwe wapole kwanza. Watu wa Ulaya, yani NATO, wakaona hapa inabidi tuwe wapole, hakuna namna yoyote tena ya kufanya. Kwa hiyo ndivyo. Kwa hiyo Ukraine inaendelea kupigika, Ukraine inaendelea kupondwa pondwa. Vladimir Putin malengo yake ni ya muda mrefu, na hasa ukizingatia kuwa Urusi wanakuaga na vita vya muda mrefu. Na watu wengine wakawa wanasema kwa nini Urusi anachelewa kumaliza mchezo? Hawa jamaa walishazoea vita vya muda mrefu, waliwahi kupigana non stop miaka 21 watu wako vitani, na vita vile bado waliibuka wao ni washindi na bado walishinda. Kwa hiyo Urusi ni watu wanapigana kwa malengo, wanakuwa wamepanga kuwa hivi vita tunaweza tukavipeleka hata miaka 5, lakini ndani ya miaka 5 hii lazima tuhakikishe maeneo fulani ya kwetu ya kiuchumi yameweza kuinuka. Ndio maana unaona mtu yeyote anayejaribu kuichallenge dola ya Marekani, huyu mtu, nakumbuka Saddam Hussein kilichomtokea, yote yale ni kwa sababu waliwageuka wa Marekani ambao mwanzo walimpa silaha wakamfadhili ili aangushe utawala wa Irani, lakini ikashindikana. Akaishia kuangusha utawala wa kisiwa cha Kuwait huko, akaishia kuangusha hiyo nchi ya Kuwait, na baada ya hapo wakamgeuka, kwa sababu Marekani wana usemi mmoja wasema, when the mission is complete a dog must be killed. Yani pale ambapo mpango uliotumwa au mbwa anapokuwa amewinda mawindo, basi anapokuwa amemaliza kazi yake lazima uwao. Lakini mnakumbuka Colonel Muammar Gaddafi pale Libya, naye vile vile aliwaambia, mkitaka mafuta sitaki mniletee makaratasi na sema eti hii ni $100 tunakuletea. Hapana, nataka mafuta, mkitaka mafuta tufanye barter trade, na barter trade mtaniletea almasi na dhahabu, alafu mimi nitawapa mafuta. Wakaona okay, huyu anataka kucheza na dola yetu. Lakini kingine pia ni mpango uliokuwepo wa Gaddafi ule, kama mnakumbuka, wa kutaka kuifanya gold dinari ili iwe sarafu ya Afrika nzima, ili tuweze kuitumia gold dinari. Moja ni kuipa thamani, lakini jambo la pili vile vile ni kulinda rasilimali za Afrika, kwa sababu kumbuka 50% ya dhahabu duniani inatoka Afrika. Kwa hiyo wakataka hivyo, lakini Marekani walipoona hiyo, wakaona huyu anataka kucheza na dola, kwa sababu hiyo gold dinari ingekuwa ina thamani kubwa kuliko dola, kuliko paundi. Wakaona huyu hapana, wakakimbia haraka haraka kuja kumuua Colonel Muammar Gaddafi, wakamuulia hivyo. Sasa Putin aliwazunguka. Nani wazungukaje? Kwa sababu alijua watu wa magharibi wanachokikimbiliaga kwa vyovyote vile, kama wanataka uende na matakwa yao na wao wameamua kwenda kinyume na matakwa yao, watu wa magharibi wanachokikimbiliaga ni vikwazo. Na vikwazo hivi alijua kabisa, kwa sababu tunajiweza. Na ukumbuke wakati huo mafuta na gesi ya Urusi, mataifa ya Ulaya yanaitegemea kwa 40 mpaka 48. Kwa hiyo akajua tu nikiweka vikwazo akikimbilia kwenye mafuta, matokeo yake tutajua wapi pa kuwabana. Na kweli ameanza ile operation pale Ukraine, ameanza pale tayari watu wa Ulaya pamoja na Marekani wakaweka vikwazo. Kuweka vikwazo akawaambia na wao, maana kumbuka mafuta lazima wanunue kwake, na ndio gesi safi, gesi piwa kutokea Urusi ambayo sio chafu. Na Marekani alikuwa anaweka vikwazo ili awauzie gesi yake watu wa Ulaya, lakini ya Urusi iko safi, alafu bei yake iko chini. Kwa hiyo baada ya pala akasema kuwa sasa anayekuja kununua gesi kwangu lazima aje akiwa na pesa ya kwangu au yuan ya Kichina, kwa sababu kumbuka washirika, vita ni washirika, na hivi vilikuwa ni vita vya kiuchumi. Kwa hiyo washirika kawa na yuko India pale, India ingawa hasomeki sana, ni mnafiki yuko India, alikuwepo China, na haya mataifa mawili kwanza. Kwa hiyo wakaanza kununua mafuta kutoka kwa Urusi na uchumi wake ukapanda sana. Lakini mashirika
mafuta ya mataifa ya Ulaya yakaanza kununua mafuta kutoka wapi? Kutoka Urusi. Kwa hiyo ndio maana ya sababu ya vita kuwa vinachukua muda mrefu zaidi. Lakini anayeumia ni nani? Anayeumia ni Zelensky, kwa sababu Putin anaiponda ponda hiyo Ukraine, na Ukraine sasa ndivyo hivyo tena. Kwa hiyo ndugu zanguni, ndio bana sasa sisi kazi yetu ni kukupeni taarifa. Tungependa vita vingekuwa vilishaisha jana, lakini vita vinaendelea kwa sababu vita ni biashara. Ukumbuke, kwenye vita watu watauza silaha, kwenye vita watu watauza madawa, kwenye vita watu watauza chakula, kwenye vita kutakuwa na ufadhili, kwenye vita wale watu waliowaweka marais madarakani ndio watu wanaotengeneza silaha. Yani watengenezaji wa silaha wanakuja, bwana Benson, sataka ugombee, lakini tutakupa hela na nini. Kwa hiyo anakupa hela nyingi, yani unaenda mpaka unashinda. Lakini sasa lazima uhakikishe biashara zao zitaenda. Sasa kama wanatengeneza silaha, ili biashara zao ziende, unatakiwa ufanyeje? Lazima uanzishe vita. Kama wao hawa ni watengeneza madawa haya madawa ya matibabu ya kutibu binadamu, lazima uhakikishe magonjwa yanakuwepo, kwa sababu wao ndio wamekuweka pale. Ndio maana mnaona dunia kamwe haiwezi katulia, kamwe dunia haiwezi katulia. Aliwahi kuongea Bob Marley, alisema uwezo ukatafuta haki katika dunia ambayo majambazi ndio watunga sheria. Uwezo ukapata hiyo haki, au wahalifu ndio watunga sheria, criminals. Kwa ndio maana yake sasa biashara za watu hizi ziweze kwenda, lazima kuwe na vita, lazima kuwe na magonjwa. Mambo haya ndio yanayosababisha biashara za watu ziweze kwenda. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, ninawashukuru.